Na katika aya hiyo ndio utakuta kwamba kuna faida ya kiroho inayopatikana kupitia saumu hiyo ya Ramadhani. Akasema, ya ayyuhalladhina amanu, nyie ambao mmeamini, nyie ambao wameamini, wacha Mungu, waumini wa kweli, mmeamini kwamba kuna utaratibu wa kifo, kuna siku ya kiyama, na mmeamini vitabu vyote, mkaamini mitume yote, mkaamini kila ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelisema na hali ya kuwa hamjaliona. Waumini nyie, kutiba alaikumus siyam, imefaradhishwa juu yenu saumu, kwa maana mmelazimishwa kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ambavyo ilivyofaradhishwa saumu kwa watu ambao waliopita kabla yenu ninyi. Lakini lengo ni lipi? La'allakum tattaqun, ili ninyi mupate kuwa wacha Mungu. Kwa hali hiyo tunayoiona kwamba kumbe katika miongoni mwa faida saumu inampelekea mtu kuwa mcha Mungu. Hii ni faida ya kiroho, kwamba mwanadamu anapokuwa na roho ya ucha Mungu, basi itamsukuma kutenda kila yale ambayo anayoelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fanya hivi, mcha Mungu huwa anafanya. Acha hili, mcha Mungu huwa ana tabia ya kuacha. Hivyo ndivyo ambavyo faida inavyopatikana kwa mtu ambaye ataamua kufunga, kwa sababu ndani yake kunatengenezeka ucha Mungu, na ucha Mungu ndio kinachoitwa faida ya kiroho, ta'atu lillahi ta'ala, ambapo ndani yake katika kumtii Allah mtu analipwa thawabu. Na katika miongoni mwa faida hizo anazipata za kiroho, inafika wakati katika upande wa saumu hata yale aina ya malipo anayolipwa na Allah hayana mipaka. Yani si kwamba kuna hisabu maalum, mtu akifunga saumu moja atalipwa thawabu kadhaa. Hapana, yani maana malipo yake hayana mipaka maalum. Mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala asema, as-sawmu li wa ana alladhi ajzi bihi, saumu ni ya kwangu mimi na mimi ndio mlipaji. Kwa maana sijaweka utaratibu kwamba mtu akifunga saumu moja nitampa labda thawabu 10 au 20 au 100. Hapana, yani yale malipo mimi ndio najua mwenyewe nitamlipaji. Kwa hiyo maana yake ni malipo yasiyokuwa na utaratibu wa kiwango maalum. Hivyo basi Muislamu unapohimizwa saumu, bwana jitahidi kufunga. Hii ni kwa faida yako ya kiroho, kwa sababu mtu akichafuka kwenye roho, basi kila jambo litakuwa ovyo, na viwiliwili vyako, maana yake viungo vyake vitakuwa vinafanya mambo ya ovyo, kwa sababu roho yake ndiyo iliyoharibika. Kwa hali hiyo, hii tuichukue kama fursa kwetu sisi. Saumu huwa ni fursa kwetu sisi ya kututengeneza kiroho, kututengeneza, kututoa katika majanga ya kumkera Mungu na kwenda katika mambo ya kheri ya kumfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ucha Mungu ni kitu pekee ambacho kinamsukuma mtu uweza kufanya kheri tu na kuachana na shari zote. Mtu akiacha ucha Mungu, akikosa ucha Mungu, maana yake kila atakachokifanya atakuwa anafanya bora afanye tu, haijalishi jambo hili linamkera Mungu au jambo hili linamfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo faida hii tutaipata insha Allah pale ambapo tutakuwa tumedhamiria na tumetia nia ya dhati kabisa kufunga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tufunge imanan wa ihtisaban, kwa sababu tukifunga imanan wa ihtisaba, yani kwa imani ya sawasawa, yani tunaamini kwamba somu inaweza ikatutengenezea nyoyo zetu, lakini pia tukataraji kwamba kupitia somu Allah atatulipa malipo mazuri. Basi kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume anasema ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kwamba mtu akifunga kwa kushikamana na hali hizo mbili, kwamba ana imani ya sawasawa ndio iliyomsukuma afunge, lakini anataraji malipo mazuri kutoka kwa Allah, basi faida atakayebuka nayo ni kusamehewa madhambi yake. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye atakiri
kwamba yeye kabla ya Ramadhani hii kuingia, yani kuanzia Ramadhani iliyopita mpaka inaingia Ramadhani hii, hapa katikati hajawahi kutenda dhambi hata moja. Hakuna anayekiri hivyo. Na kama hakuna anayekiri hivyo, basi moja ya faida pia tukitoa ile faida ya uchamungu, faida nyingine ya saumu ni kufutiwa madhambi. Kwa hiyo saumu ni kifutio cha madhambi. Kwa hiyo kama tunakiri sisi kama wanadamu tuna utaratibu wa kukosea, basi tuone kwamba Mungu ametupa fursa ya kupata faida ya kusamehewa madhambi yetu kupitia saumu ya Ramadhani. Mwenyezi Mungu atujalie na tuweze kulisimamia hilo na tufunge vizuri. Lakini pia kuna nukta muhimu ambayo hiyo niseme. Nukta yenyewe ni kwamba kuna faida ambazo zinazopatikana ambazo hizi zinaitwa ni faida za kitabia. Faida za kitabia. Kuna wakati huwa tukaharibikiwa na tabia, na tabia hizi zikatusukuma mpaka kuyafanya mambo ya kumkera Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kama lau tutasoma falsafa ya saumu vizuri, basi vile baadhi ya vijitabia vibovu tutaepukana navyo. Mfano, katika miongoni mwa tabia ambazo tunajifunza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tabia njema, basi tujue kwamba kuna kitu tunajifunza kinaitwa mujahadatu nafsi. Mujahadatu an-nafsi, kuikandamiza nafsi. Kuikandamiza nafsi. Kuikandamiza nafsi ni katika tabia njema kwa mwanadamu. Maana kuna wakati unaweza ukaudhiwa, ukafanyiwa maudhi na kero mbalimbali, lakini ukiwa katika hali ya kuikandamiza nafsi, unaweza ukadhibiti mazingira yako ya hasira, kwa sababu tu umejifunza namna ya kuikandamiza nafsi, hata kama kuna jambo limekufika la kukera. Ndio mfano wa saumu. Wewe una chakula chako, una kinywaji cha kila aina cha kheri kabisa, cha halali, lakini unavumilia kuanzia kuchomoza kwa alfajiri mpaka jua linazama. Muda wote chakula unakiona, lakini hauli, unavumilia. Lakini njaa inauma. Njaa ni katika kitu ambacho kinaweza kikawa kinakukera kimaumbile. Lakini kwa nini? Unaikandamiza nafsi kwamba hili jambo wacha nivumilie, nitafikia tu katika hatua ya kula. Basi hivyo hivyo hata kama utaudhiwa na mtu, kuna wakati kuna baadhi ya mambo vumilia. Sema tu utapatikana tu ufumbuzi wa hili. Lakini si kwamba kila ukiudhiwa basi wewe lazima ulipize, lazima ufanye, lazima utende. Hapana. Kwa hiyo tunafundishwa katika moja ya falsafa ya Ramadhani kwamba lazima tuwe na hali ya tabia za uvumilivu katika kukandamiza nafsi kwenye kufanya maamuzi yasiyokuwa sahihi. Na faida nyingine ni kwamba utaiona Ramadhani inakutengenezea nembo ya alquwa, kuwa shupavu, yani kuwa na nguvu, yani nguvu ya maamuzi, hata nguvu ya kufikiri, nguvu ya utendaji. Na ndio maana kwa kutumiwa nguvu hiyo ya maamuzi, mtu anaamua kuyaacha yale ambayo anao uwezo wa kuyafanya. Ni maamuzi haya kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amemtaka afanye hivyo, na yeye anaamua kufanya hivyo. Kwa hiyo nguvu anayoitumia ndio inayomwezesha yeye akaona kwamba chakula hakina maana kwake. Ijapokuwa wakati mwingine anaweza akapita maeneo akasikia harufu nzuri ya chakula. Wakati mwingine anaweza akapanda katika daladala akamkuta mtu hajafunga amekaa hapo na chipsi zake anakula. Lakini kwa sababu ana nguvu ya maamuzi kwamba mimi jambo langu ni hili, lazima nifikie kwenye ile lengo ninalokusudia, nguvu ile ya maamuzi inamsukuma kuvumilia hata hili analoliona hapa. Chakula hiki akaona hakina maana yote, na wala hajali mtu anakula hapa na yeye haoni kwamba kuna athari gani anayoipata. Kwa hivyo tukufu ni kwamba saumu katika moja ya faida za kitabia
tutambue kwamba hii ni madrasatun khuluqiyya. Saumu ni chuo cha kufundisha tabia njema. Lakini pia kuna asabru. Tunafundishwa katika falsafa ya saumu uvumilivu. Uvumilivu katika matatizo, kuyavumilia matatizo. Uvumilivu inafika wakati mtu uwe na subira na uvumilie katika utendaji wa madhambi, hata kama unaliona kuna dhambi lakini linakuvutia wewe kufanya, muda wa kuwa hili ni dhambi, basi vumilia usilifanye hata kama unalitamani. Na ndio falsafa ya saumu. Kama ambavyo mtu anavyovumilia kutokula, kutokunywa mwezi mtukufu wa Ramadhani, bali kuna mwingine anavumilia hata kumtoa kimada wake ndani akamsafirisha, bana mwezi wa haki huu na hivi, akavumilia akaishi katika maisha hayo. Basi hivyo hivyo uvumilivu huu aendelee nao hata baada ya Ramadhani, kwamba kuna baadhi ya vitu vinaweza vikamshawishi muda wa kuwa si wakati wake huo, avumilie, asubirie mpaka muda wake ukifika, muda stahiki atafanya. Kwa mfano kama jambo ambalo mtu anatamani tendo la mahusiano, lakini muda wake hujafika, upi? Ni muda ambao wa ndoa. Kama ni mwanamke bado hajaolewa, kama na mwanamume bado hajaoa, basi kuna haja ya kufanya uvumilivu. Ukifika muda ataliendea hilo jambo. Muda wenyewe ni kutekelezeka lile jambo la ibada ya nikah. Alafu huyo mwingine atakaa sawa. Lakini kwa kukosa uvumilivu ndio watu unajikuta wanaingia katika maasi. Kama tunaweza kujifunza uvumilivu wa kuvumilia chakula kutokula wakati unakiona, kinywaji kutokunywa wakati unakiona na una uwezo nacho, basi hivyo tujifunze kuyavumilia yale mambo ya haramu hata kama tunaweza kuyafanya, ili mradi tuepukane nayo, haya tusiyafanye. Na kama kuna jambo lina wakati maalum, ukifika wakati wake unaweza ukalifanya, basi subiria, ukishafika wakati alhamdulillah utaliingia jambo hilo ukalifanya kwa uzuri, pasi na kukerwa, pasi na kukerana na Mungu. Maana inawezekana ukatengeneza mazingira ya kuchukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, chuki ambazo zilikuwa hazina ulazima wewe kuzifanya au kuziendea hizo. Lakini nukta nyingine ni kwamba tunajifunza kitu kinachoitwa al-amana wal muraqaba, uaminifu na kumchunga yule aliyekupa jambo lake. Uaminifu na kumchunga yule aliyekupa jambo lake. Hii ni malizie nukta hii katika miongoni mwa faida za kitabia. Ni kwamba inafika wakati saumu, mtu anapofunga anatengeneza ile sura mkubwa ya uaminifu, na anaweza akakaa yuko peke yake, anaweza akajifungia ndani yuko peke yake yeye na chakula tu, kwamba anaweza akachukua chakula akala na akajifuta mdomo akatoka nje, alafu akasema jamani mimi nimefunga, na mdomo wake mkavu kabisa tena, na akajionyesha kabisa mdhaifu, amechoka, kumbe kashiba. Lakini kwa sababu ya uaminifu, saumu inatufundisha uaminifu. Mtu hata kama yuko peke yake katika siri, hawezi akachukua chakula akala, hawezi akachukua kinywaji akanywa. Limadha? Kwa sababu anatengeneza uaminifu kwa yule ambaye aliyempa jambo hilo, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akamwambia funga, na katika utaratibu wa funga wewe ukifunga acha hiki acha hiki acha hiki, haijalishi uko wapi kwenye mazingira gani. Kwa hiyo kwa sura hii ambayo mwanadamu anaweza kutengeneza uaminifu hata anapokuwa katika mazingira ya siri, hali wala hanywi na wala haongopi kwamba nimefunga kumbe kala, ni kwa sababu ya uaminifu. Basi hivyo tunajifunza katika moja ya maisha yetu, lazima tuwe waaminifu kwenye mambo yetu, lazima tuwe waaminifu kwenye harakati zetu, lazima tuwe waaminifu kwenye kazi zetu. Uaminifu ndio ambao unakwenda kumtengenezea mtu
hata kumletea vitu vya kheri mbalimbali, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-amanatu tajlibu rizqa wal khiyanatu tajlibu al-faqra, kwamba uaminifu ndio unaomsogezea mtu riski. Uaminifu unamsogezea mtu riski, lakini khiana, ule uhuni ule mtu kunifanya wewe ndo mtaalamu wa kuwapiga watu changala macho, hili jambo linakwenda kukuletea ufukara, kwa sababu wale ambao walikuwa wanakuamini wakipoteza ile sifa ya amana kwako wewe, kutokuamini, maana yake kama kuna fursa zitahamishwa kwako, hazitokufika tena kwa sababu ya kukosekana hiyo sifa ya uaminifu. Kwa hiyo saumu inatufunza katika falsafa ya kuwa waaminifu.